Maandiko yanasema Mungu atakupa kufanana na wewe. Sasa wao anapompata mwanamume mwenzake anamwambia maandiko yanasema Mungu atakupa kufanana na wewe kwa kila kitu, maana yake kufanana kuanzia maumbile yote. Kwa hiyo wanatumia vibaya, na mwanamke pia anataka awe na mwanamke mwenzake. Anatumia maandiko. Anasema tafsiri ilikuwa hii. Kwa wale wanafundisha wengine kama akina Soa na Richard wanakosea. Watu wanaoana wakiwa habari za watoto hakuna. Maumbo ya wamama huwa yanabadilika wanapoingia katika mfumo wa uzazi. Inamhitaji mwanaume mwenye busara na akili njema, yule ambaye hakuvutiwa na umbo la mwanamke. Maana yake ajue ya kwamba anapoendelea kwenye safari, mke wake yule aliyemuoa hata kuwa hivyo hivyo wa mwaka wa 5 au mwaka wa 6 au wa 7. Sasa je, katika mabadiliko hayo ya kibiolojia yanapotokea na kimaumbile, je, mwanaume anatakiwa kuelewa nini? Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Soa, ni mchungaji wa kanisa la TAG Royal Victory Life hapa Nyakasangwe Msigani kwa Matias, ndio kanisa liko jirani na mzee anaitwa mzee Matias. Kanisa ndio liko hapa. Tunamshukuru Mungu, ameendelea kutusaidia. Huduma inaendelea na tunamuona Mungu. Kanisa linakuwa na kuongezeka. Kama unakuja kama nilivyotoa maelekezo hapo mwanzo, kwa namba za simu ni 0675 772314. Kwa kama unatamani kufika eneo la hapa ili uwe mshirika pamoja nasi kujenga mwili wa Kristo, basi karibu sana. Ukija hapa utapata huduma zote za kiroho, hata pia katika eneo la ushauri pia unaweza kupata. Tuko tayari kukuhudumia. Jambo lo tusukuma kuandaa semina ni kwa sababu ya changamoto zilizopo katika kipindi hiki. Wapo wanaeamini katika mazingira ya ndoa ambayo iko nje na mfumo wa Mungu. Kuna ndoa za jinsia moja, ndoa za jinsia moja kwa maana mke na mke au mume na mume, hizo zipo. Kwa hiyo uwepo wetu wa kukutanika kama wanandoa tunasahihisha hilo jambo kwamba wanandoa wabaki hapo. Lakini jambo la pili, katika eneo hilo hapo, sisi kama wanandoa tuna watoto. Na tunapopata elimu ya ndoa, maana yake bado tunatamani kupeleka ushauri kwa watoto wetu. Maana wengi hawaharibiki mikononi mwetu. Wengine wanaharibikia kule mavioni ama sekondari wakiwa huko. Sasa ni lazima tuwe na jambo la kusimamia kama kitu kimoja kama kanisa. Wito wangu kwa wanandoa, mimi niseme warudi kwenye ndoa ambaye Mungu alikusudia. Warudi kwenye ndoa ambaye Mungu alikusudia. Mungu aliumba mke na mume. Na habari ya kuachana Yesu alitafsiri akasema tangu mwanzo haikuwa hivyo. Kwa mambo mengine yanakuwa kama yanaruhusiwa kwa sababu ya uasi na kwa sababu ya watu kuendekeza mambo ya dhambi. Kwa hiyo turudi kwenye ndoa ile ambaye Mungu alikusudia, ili pia maandiko yanasema ili kuomba kwetu pia kusizuiliwe. Kwa tukikaa vizuri na wake zetu, wanawake pia wakikaa vizuri na waume zao, ndoa zile zikikaa salama, basi tunakuwa salama. Ndoa isipokaa salama inazalisha watoto ambao hawalelewi na wazazi wote. Inakuwa tatizo kubwa sana. Neno langu ni moja, kwa sababu hata wale wanaoharibika, kwa maana ya tunaporudi kutafsiri, tunapofundisha semina ya ndoa na tunaporudi kutafsiri, kwa sababu wale wengine wanatumia maandiko
vibaya. Kwa mfano, maandiko yanasema Mungu atakupa kufanana na wewe. Sasa wao anapompata mwanaume mwenzake anamwambia, maandiko yanasema Mungu atakupa kufanana na wewe kwa kila kitu, maana yake kufanana kuanzia maumbile yote. Kwa hiyo wanatumia vibaya, na mwanamke pia anataka awe na mwanamke mwenzake, anatumia maandiko, anasema tafsiri ilikuwa hii. Kwa wale wanafundisha wengine kama akina Soa na Richard wanakosea. Kwa maandiko anasema Mungu atakupa wa kufanana na wewe. Kwa hiyo kama ni Ana na Rehema anasema wewe ndio unafanana na mimi. Kwa hiyo wanapotosha maandiko ili kuhalalisha jambo lao baya liendelee. Kwa hiyo kwa njia hii tunaporudisha kufundisha ndoa sahihi na muasisi anasema nini, tutairudisha ndoa kwenye msingi halisi aliyokusudia Mungu. Na hapo tutakuwa tumepona, kanisa litapona, familia itapona na taifa litapona pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapenda kumshukuru Mungu mno kwa wasaa na kwa nafasi ambayo amenipa kumtembelea baba yangu hapa, mwangalizi wa section yetu hii Madale, na tuliweza kukutana na baba yangu huyu, akaweza kunishirikisha maono ambayo yanayo kama mchungaji kiongozi wa kanisa hili zuri la Royal Victory hapa. Na baada ibada ya kumalizika tutakuwa tuna wasaa wa kupata mafundisho kwa wanandoa. Ndoa kwa maana ya wale walioanza miaka 1, miaka 2, 3, mingine 5 na kuendelea. Na somo kubwa ambalo tunajifunza leo, tutakuwa tunagusa misingi na nguzo imara ambazo zinasababisha kuwa na ndoa yenye utukufu. Swala zima la ndoa sio wazo la kibinadamu, ni jambo la kimungu. Maandiko yanasema kwenye Mwanzo 2:18 akasema sio vyema, Mungu akasema sio vyema mtu huyo aweze kuwa peke yake. Ndoa muasisi ni Mungu, sio mwanafalsafa fulani, sio psychologist fulani, wala sio mtu fulani. Na muasisi wa jambo yeye ndio mwenye hekima, ndio mwenye maelezo ya kwamba hili jambo linatakiwa liendeshwe kwa namna gani. Tupo katika dunia ya utandawazi yenye taarifa nyingi sana ambazo watu wengi wamechanganywa, na kwa sababu hiyo taasisi hii ya kimungu ina vita kubwa na ina mashambulizi mengi sana. Mwanandoa yoyote yule akikaa vibaya katika ndoa yake, maana yake atazaa familia ambayo haiko salama, na familia yote ambayo iko salama itazaa jamii ambayo iko salama, na jamii yote ambayo iko salama itazaa taifa ambalo liko salama. Mambo mengi sana yanayoharibika leo na maadili mengi yanayoharibika, watu wengi hawajui nani au hawajui mahali pa kuanzia. Mahali pa kuanzia ni ndani ya mizizi inayoleta hao watoto ni wapi. Maana yake kuna mtu mume, kuna mtu mke hapa. Kama kuna mambo yamekaa vibaya, basi utaona kabisa swala zima la mahusiano haliko vizuri. Kwa hiyo dhima kubwa ya semina hii ni kuwarudisha watu kwenye misingi imara, ili ya kwamba ndoa zisimame na Mungu atukuzwe, malezi yakae salama, jamii iponywe na taifa lote kwa ujumla. Na kwa uzoefu wako unapokuwa ukiendesha semina za ndoa, naam, ni kesi zipi ambazo utanazo mara nyingi na unapokuwa ukitumia njia gani kuzitatua? Tatizo kubwa ambalo nimeligundua ni moja, wako watu wengi si kwamba wanapenda kuachana. Watu wengi walioachana walipendana ila walishindwa kuhusiana. Unajua, unaweza ukampenda mtu ila ukashindwa namna kuhusiana naye. Uzoefu wangu unanionyesha wanaume wengi wanahusiana na wake zao kama wanaume wenzao, na wanawake wengi wanahusiana na wanaume kama wanawake wenzao. Kuna kitu wanashindwa kuendana nao pamoja. Kumbe mwanaume na mwanamke namna walivyo ni tofauti mno, na katika sasa hekima imekosekana namna gani ya kuendana katika utofauti ambao tunao. Utofauti wa kisaikolojia, namna ya kuwaza, namna ya kufikiri, namna ya kuwasiliana, namna ya kutatua matatizo kwa mwanaume na mwanamke ni tofauti. Kwa hiyo unakuta watu wanapendana ila wakianza kukaa ndani, mgongano unakuja kwa sababu wanashinda kuendana. Kuna kitu wanakikosa. Ndio maana maandiko yanasema nyumba hujengwa kwa maarifa, kwa hekima. Upendo hautoshei. Unaweza ukaanza safari ya mahusiano kwa upendo, kama huna hekima, huna maarifa, mambo yakaharibika. Maandiko yanasema mwanamke mpumbavu uiboboa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Maana yake si kwamba hana upendo, ni kwamba kuna upumbavu upo, na kwa sababu hiyo wanakuta wanaharibu nyumba zao wenyewe.
Kwa hivyo experience ama uzoefu nilionao, watu wengi wanapendana ila wameshindwa kuwa na hekima ya kuhusiana. Biblia inasema kwenye Amos 3:3, watu wawili hawawezi kwenda pamoja isipokuwa wamepatana. Kwa hiyo kuna namna ya kujua mwanamke anawasilianaje, mwanaume katika maeneo hayo anataka nini. Sasa vitu hivi vimekosekana na watu wanashindwa kujua namna hiyo. Kwa hiyo uzoefu wangu moja ambao nauona mkubwa sana ni huo, kukosekana kwa maarifa ya namna gani ya kuhusiana katika jinsia mbili tofauti ndio chanzo kikubwa cha migogoro na namna nyingi katika ndoa. Na njia ambayo nimeitumia maana yake ni maarifa, kufundisha. Ndoa inatakiwa kulelewa. Unajua jambo mnalokaa mpaka kifo kiwatenganisha, sisi ambao ni Wakristo tunaamini, sio jambo ambalo tunatakiwa tulichukue kwa mchezo. Uwekezaji wake inabidi uwe mkubwa sana. Na ndio maana namshukuru mchungaji Soa hapa, yeye kama mlezi wa ndoa zingine zote ameona umuhimu huu kwamba kuna tija wanandoa, si tu kwamba waishi tu hivyo, maarifa yanahitajika sana katika namna kuendana. Mfano, watu wanaoana wakiwa habari za watoto hakuna. Maumbo ya wamama huwa yanabadilika wanapoingia katika mfumo wa uzazi. Inamhitaji mwanaume mwenye busara na akili njema, yule ambaye hakuvutiwa na umbo la mwanamke. Maana yake ajue ya kwamba anapoendelea kwenye safari, mke wake yule aliyemuoa hata kuwa hivyo hivyo wa mwaka wa 5 au mwaka wa 6 au wa 7. Sasa je, katika mabadiliko hayo ya kibiolojia yanapotokea na kimaumbile, je, mwanaume anatakiwa kuelewa nini? Anatakiwa akaaje katika mazingira kama hayo? Haya yote anataka maarifa, anataka ufahamu namna gani ya kuendana. Wanandoa hawatakiwi kuacha kujifunza. Wanandoa lazima waweze kufahamu ya kwamba watoto wetu wanajifunza kupitia sisi. Mabinti wote wanamtazama baba yao, namna gani anaishi na mama yake. Hiyo inamtengenezea picha ya nani anatakiwa kustahili kumuoa pale baadaye. Kama baba atatumia makofi kumwelimisha mama, maana yake ni kwamba watoto wengi wa kike watamuona mwanaume kama mtu adui. Na ndio maana kwenye jamii zetu leo watoto wa kike wengi hawapendi kuolewa. Anasema ni mara 10 nizalishwe lakini nibaki mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu huyu mwanaume wa kwanza anaitwa baba yake hakumuonyeshea mfano sahihi wa mume bora anatakiwaje. Familia ndio chuo kikubwa kinachoandaa malezi na namna nzima watoto watakuwaje baadaye. Kwa hiyo wanandoa hawapaswi kuchoka kujifunza, kwa sababu hii taasisi ni nyeti na inahitaji maarifa sana ili kuweza kuendelea. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.